ikiwa uko angani pale utasikia watu wengine, mimi ihrami zangu ziko kwenye sanduku langu, liko kwenye begi langu. Begi ndani umelitia ndani kule, katika mizigo. Kwenye ndege haiwezi ndege kusimamishwa angani mtu ifunguliwe buti ile si basi la si baska ile wala si coast bus kwamba tuweza kuisimamisha njiani tukatoa bagi mtu akaweza Sasa makosa makubwa watu kwa sababu hawafahamishwi masala haya. Utamwona mtu amepita mikati, na ukipita mikati utakuwa wewe ni wajibu kwako wewe, utakuwa umeata wajibu umewajibatil haji, utakuwa kutonitiania katika mikati, itakulazimu kuchinja na mbuzi kule, sio kama mbuzi wa Nairobi wala wa Mombasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, tunavyojua katika Uislamu tuna nguzo 5 muhimu, na katika hizi nguzo 5 kuna nguzo ya haji ambao baadhi huwa wanaenda kufanya mara moja angalau kwa mwaka, na kuna wale ambao huwa ni mara ya kwanza mtu kwenda kuifanya hii ibada ya haji. Na ni muhimu katika Uislamu kabla mtu hajafanya kitu awe na elimu nayo. Tunasema babul ilm kabla alqawli wal amal. Mtu ajue kitu kwanza kabla ya kuisema ama kabla ya kuifanya. Kwa hivyo inshallah katika hichi kipindi tutakuwa tunazungumzia ibada ya haji, na walengwa ni wale hasa ambao ndio mara ya kwanza mtu anataka kwenda haji apate sura kamili ya ibada hii ya haji. Na inshallah tuko na Sheikh Abu Hamza ambaye tutakuwa tunaeleza hii ibada ya haji inafanyika vipi, na ndani yake pia kuna ibada ya pili ambayo ni ya umra. Sheikh, tungependa kwanza kujua hii ibada ya haji hakika yake ni vipi, na yule ambaye anakusudia kwenda kufanya haji natakiwa awe amejiandaa kivipi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Masala ya kutekeleza ibada ya hija tunataka tuyagawanye kwa vigawanyo kadha. Kwanza, ma kabla alhajj, na hii watu wengi wanaghafilika nayo. Yani kabla hujaenda kufanya amali ya hija yataka ufanye nini, ni maandalizi gani uyafanye. Watu wengi maandalizi haya wanaghafilika nayo ni maandalizi ya kufanya islahi dhatil bain. Unamwona mtu anakwenda hija lakini hasemi na ndugu yake, baba mmoja mama mmoja, pengine mtu paka hasemi hata na mamake, huyo anaenda hija. Sasa hija gani itatakabaliwa? Wewe unahusuma na watu wako. Kwa hivyo islahi dhatil bain ni moja katika mambo ni i'adatul huquqi li ashabiha, kuwaregeshea watu haki zao. Kwa kina haki za watu, huwezi ukaenda kutekeleza amali ya hija na wewe ni dhalimu wa haki za watu. Pia kwamba yale mali ambayo utakwenda kuyatumia katika hija uhakikishe kwamba mali ni ya halali. Na jambo lingine ni kuelewa lile lengo haswa la mtu kwenda kutekeleza haji, ana lengo gani. Lengo kubwa ambalo yataka alifikirie ule mwenye kutekeleza haji, mbali ya kwamba ametekeleza ile rukn min arkani alislam, kwamba yeye ametekeleza ile nguzo ya sharia ya Kiislamu, lakini ataka aelewe ile watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Mwenyezi Mungu kuhusisha kwamba bora ya maandalizi ni uchaji Mungu, ni mtu kuwa na uchaji Mungu. Na ujua mtu akipata uchaji Mungu katika hija yake, ni maana atakuwa amependwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe utatekeleza amali ya hija ukirudi umekuwa ni kipendi cha kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yuhibbul muttaqin, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye takwa, utakuwa umefaulu kwenye hija yako. Kwa hivyo maandalizi ya kwanza ni haya ya kujiandaa kwa tauba,
na istighfar na kuregesha madhalim na islahi dhat albayn na kulielewa lile lengo unalolitafuta katika kwenda hija ni kuwa wewe uwe miongoni mwa wachaji Mungu. Naam, hii inanikumbusha ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia juu ya muflis, mtu ambaye anafanya mema na huku anadhulumu watu, anafika siku ya kiyama hana chochote. Ustadhi, pale mtu akitoka tuseme nyumbani huwa mara nyingi anafika sehemu zile kabla ya masiku za hija. Naam. Kwa hivyo tunataka kujua huyu anapotoka hapa akielekea kule ataendelea, atafika wapi, atashuka wapi? Wajua kuna watu katika hizi safari za hija, kuna watu aina mbili. Kuna watu wanatoka Kenya kuelekea Maka moja kwa moja, na kuna watu kutoka Kenya wakaenda Madina kwanza kisha wakatoka Madina kwenda Maka. Ibada ya hija ni tofauti, si kama ibada nyingine, ina namna yake hasa. Kwa hivyo kuna miqat ni ile sehemu ya kutiania ya hija au umra. Ikiwa umetoka Maka, umetoka Kenya uenda Maka, kuna mikati yake yaitwa ya Lamlam ambao itakufikia kabla ya kuteremka Jeddah airport kwa masaa kadhaa, kwa madakika kadhaa, sio mbali na nini, na hukumbushwa watu. Lakini sasa mpaka wewe mwenyewe mwenye kwenda ujue kwamba mimi naenda Maka, kwa hivyo mikati yangu ni ya Lamlam, usipite mikati kabla ya kutiania. Ile jambo la kwanza. Kuna na ule anayekwenda Madina, naye sasa yule anayekwenda Madina mikati yake ni Abyar Ali. Sasa tuchukue huyu ambaye ametoka Nairobi, amepanda ndege Nairobi, yuenda direct Jeddah kisha kwenda Maka. Mikati yake ni ya Lamlam. Na mikati hii itamfikia yeye akiwa angani. Sasa atafanyaje mwanamume? Kuna tofauti baina mwanamume na mwanamke katika masaili ya ihram. Ihram ni nini? Ihram ni kutiania ya imma ya tamattu wa imma ifrad wa imma qiran. Aina za nia za hija ni aina tatu. Tamattu ni kufanya umra baadaye ukafanya hija, na qirani na ifradi ni kutiania. Ifradi ni kufanya hija peke yake, na qarini ni kufanya hija pamoja na umra pamoja. Sasa huyu mutamati ambayo na watu wengi huku Kenya hufanya tamattu, kwa maana hutia nia wakifika miqat wanatia nia ya umra mutamatian ila alhajj, afanya amali ya umra. Hasa ukitoka hapa Nairobi yataka uwe umeoga, umejitia manukato katika mwili wako, umevaa ihram zako. Kwa nini kuvaa ihram? Kwa sababu ile mikati itakufikia wewe ukiwa angani. Sasa ikiwa uko angani pale, utasikia watu wengine, mimi ihrami zangu ziko kwenye sanduku langu, liko kwenye begi langu. Begi ndani umelitia ndani kule, katika mizigo. Kwenye ndege haiwezi ndege kusimamishwa angani mtu ifunguliwe buti ile si baska ile wala si coast bus kwamba tuweza kuisimamisha njiani tukatoa bagi mtu akaweza Sasa makosa makubwa watu, kwa sababu hawafahamishwi masala haya. Utamwona mtu amepita mikati, na ukipita mikati utakuwa wewe ni wajibu kwako wewe, utakuwa umeata wajibu umewajibatil haji, utakuwa kutonitia katika mikati, itakulazimu kuchinja na mbuzi kule, sio kama mbuzi wa Nairobi wala wa Mombasa. Kwa hivyo ni kutiania. Ukifika mikati utatiania labbaik Allahumma umra mutamattian ila alhaji. Tuwazungumzia haji ya tamattu. Ukisha kutiania ni kwamba huna hadithi zingine za kidunia, ni kuendelea na talbia. Sasa amali ya umra ni nini? Ngoja Ustadhi, kabla tujiendelea mbele, umetaja kwamba kuna tofauti ya mwanamume
na mwanamke. Kwa sababu mwanamke vazi lake ni kujisitiri mwili wake wote. Huwa akishakutiania haruhusiwi kuweka kuwa na niqab, lakini anaweza kufanya isdal. Isdali ni kutukua mtandio akajifunika uso wake na mtandio tu, lakini haruhusiwi kuvaa niqab. Kwa hivyo ile nia huwa tayari anafaa akifika kwenye mikati yeye kama na mwanamume mavazi yake awe katika mavazi aina fulani. Mwanamume ndiye mwenye mavazi maalum, mwanamke la. Mwanamke ni vazi la kujistiri mwili wake kwa hijabu yake, inatosheka. Ingawa wanawake wamejilazimisha wao, si sharia ile walazimisha, na wao wanakwenda kushona nguo nyeupe, mitandio meupe, suruali za ndani za chini nyeupe na mabuibui meupe. Haya ni mambo wamejikalifisha wao. Lakini wanafaa kuvua ile niqab yake. Niqab haruhusiwi kwa sababu ni katika mawani, katika mambo ambayo mwanamke amekatazwa. Sasa mwanamume atakuwa na nguo mbili tu, moja chini na moja juu. Kwa hivyo ihramu ni hizi nguo mbili ambazo yatakikana mwanamume avae, na hizi ni vizuri awe anazo ndani ya ndege kama hakuivaa hapa. Lakini akiambiwa mukurubia mikati aweze kufanyaje kuzivaa, kwa sababu haruhusiwi kuwa na nguo ya ndani huku. Ni nguo mbili tu, ni nguo ya chini nyeupe na ya juu nyeupe. Mwanamume ndio wala haruhusiwi kufinika kichwa chake, kwa sababu hii katika mahdhurati ya akisha kutathabati na ihram, akisha kunini haruhusiwi kujifinika mwanamume kichwa chake. Hata kwa ile nguo ya juu alionayo ataifinika paka hapa tu, kichwa lazima kiwe wazi. Na atasema nini? Kuna yale ambayo atasema akifika kwenye mikati pale, huwa watakumbushwa, atasema labbaik allahumma umra mutamatti'an ila alhajj, yani nafanya natia nia ya umra ya tamattu, kwa sababu nitafanya umra. Sasa ataendelea na talbia. Baada ya kutia nia, si kwamba tena watakikana waendelee na hadithi za kidunia. Utaona watu wanatia nia labbaik allahumma labbaik, labbaik allahumma umra mutamatti'an ila alhajj, atakaendelea na talbia mpaka aione alkaaba. Talbia ambayo ndio ni kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik. Akishakutiania ni aendelee na talbia, hakatishi talbia mpaka aione alkaaba. Lakini la kusikitisha ni kwamba watu wengi utamwona mtu anatiania watapiga talbia dakika 2, utasikia ndege mzima labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik. Baada dakika 2 washa. Tuseme ni muda gani hivi kutoka kule kutia tali kufika kwenye miqat na mpaka kuona alkaaba ndio mtu ajitayarisha? Yeye kutoka akiteremka pale, kuna pale airport kuna procedure za kuangaliwa passport zao na kupewa paka kumaliza pale airport. Kwanza kuna muda kadhaa watakaa, ikiwa watakwenda na treni au watakwenda na basi itategemea, lakini pale kwenye ile procedure airport inachukua masaa kadhaa pale, kama masaa 2 pale au na zaidi mara nyingine, lakini kila ukiendelea inaenda kuwa usahali. Sasa kutoka pale mpaka kufika Maka ni karibu kama sana kitu hivi. Wakifika Maka wanategemea wamefika saa ngapi, pengine huko wamesafiri usiku. Wakienda kule sio kwamba wakiingia tu watakwenda kufanya umra, la, waweza watu wakaangalia hali ya zahma iliyoko katika Maka. Ni vizuri watu wa kuenda mtu akiingia angalie ile weather iko vipi. Ikiwa kuna zahma, hakukalifishwa yeye kwenda kujiingiza kwenye zahma, waweza kufanya tawafu, kwenda kufanya tawafu na sa'i wakati wowote. Sasa amali ya umra ni tawaf, na tawaf lazima mtu ajue anaanza wapi. Anaanza mukabala wa Hajar al-Aswad, na Hajar al-Aswad huioni kwa zahma za watu.
Sasa kuna light utaiona juu kule ya green. Ile light ndio ishara yako ya kukuonesha wewe uko mkabala wa Hajari al-Aswad. Sasa amali ya umra baada kutia nia ni tawaf na sa'i na halq. Hizi ni kufanya tawafu kuizunguka al-Kaaba kuanzia Hajar al-Aswad mpaka kurejea ni mara moja. Sasa ukianzia Hajar al-Aswad pale ukisema bismillah Allahu akbar, unazunguka huku kutoka pale Hajar al-Aswad mpaka kufika katika Ruknul Yaman. Una musabbihi Mwenyezi Mungu, unaleta istighfar, unasoma Qur'ani, unamsalia mtume. Ukifika Ruknul Yaman kuna dua mahsus. kusema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, mpaka ufike tena kwenye Hajari al-Aswad. Ukifika hivyo tena utasema bismillah Allahu akbar. Ukiweza kufikia kulibusu biha wa neema, huku liweza kulifikia utashifanya ishara tu bismillah Allahu akbar, utaendelea tena mpaka mara 7. Ukimaliza kufanya tawaf ni sunna kwenda kuswali katika makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim inakuwa na zahma kama hivyo mnavyoiona pale, vile zahma ilivyo makamu Ibrahim ni zahma. Sasa watu wengine hutaka kwenda pale na kushika la, utakwenda utatafuta pahali ambapo kuna nafasi, utaswali raka 2. Katika raka ya kwanza ukimaliza surati al-Fatiha utasoma qul huwallahu ahad. Raka ya pili ukimaliza surati al-Fatiha utasoma qul ya ayyuhal kafirun. Ni maana kwamba ukimaliza pale watakhidhu min maqam Ibrahima musalla, unakwenda kutekeleza amri hii, na hii ni ibada ya sunna. Ukimaliza hapo unakwenda kunywa maji ya Zamzam. Hizi ndizo taratibu za kufanya umra, na kunywa maji ya Zamzam pia ni jambo la sunna. Zamzam lima shuriba la, kama alivyotueleza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukimaliza hapo sasa unaelekea Safa. Wakati unaelekea Safa unasema inna Safa, unaisoma hii aya inna Safa. Wakati pale unapanda kwenye jabal Safa, inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Ukifika juu ya jabal Safa unaelekea ndio sa'i. Sasa ni sa'i, na sa'i ni kwenda baina Safa na Marwa. Sasa tumemaliza tawaf, tulimaliza kwanza nia, jambo la kwanza hapa ni rukni ya kwanza. Rukni ya pili ni tawafu tumemaliza, na sunna zake tukazifanya, tukaswali raka 2 katika makamu Ibrahim au pahali penye nafasi, na tukanywa maji ya Zamzam. Tukipanda jabal Safa ni sunna kusoma hii aya inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Ukifika juu ya jabal Safa unaelekea al-Qibla kusema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Dua hii unaikariri, adhkari hizo unazikariri mara 3 ukiwa juu ya jabal Safa. Ukiteremka kwenye jabal Safa, baina Safa na Marwa kuna alama za rangi ya kijani, taa zimewekwa rangi ya kijani. Katika sehemu hizi mwanamume anatembea kwa kasi, anatembea kwa spidi kidogo, si kwenda mbio za marathon. Utaona watu wakimbia kama wanaokimbia, ni kwenda tu jogging, yani kwa kuwa unaenda kwa kidogo kwa kasi. Ukisha kumaliza zile alama zile unabaki kwenda taratibu mpaka ufike Marwa. Umeanza na Safa, ukifika Marwa inahesabiwa ni 1. Ukitoka Marwa ukirudi Safa itahesabiwa ni 2. Na kule Marwa utafanya kama vile ulivyofanya Safa, utapiga takbir, utaelekea qibla Allahu akbar Allahu akbar, kisha utaleta tahlil la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ukimaliza utateremka kwenda hivyo vizuri. Hizi dua mtu au ashazishika kabisa. Hivi dua ni muhimu mtu kuzihifadhi, na ukiwa na Hisnul Muslim utapata hizi adhkari, ziko katika Hisnul Muslim. Ni muhimu mtu kuwa nayo Hisnul Muslim kwa sababu kupata zile adhkari za munasabati. Sasa utakwenda Safa, utarudi Marwa. Umeanzia Safa, mara ya 7 itakumalizikia ukiwa wapi? Ukiwa Marwa.
ukimaliza pale ushamaliza amali za umra, umebakisha kunyoa. Utanyoa, na ni sunna kunyoa nyele zote, kwa sababu Mtume aliwaombea wenye kunyoa kipara mara 3 na akawaombea wenye kukata kupunguza wale mara 1. Hii kwa wanaume. Kwa mwanamke, mwisho wa nyele zake kule atakata kidogo, wala hakati pale mbele za watu. Akirudi hoteli kule atakwenda kwa wanawake wenzake, kila mmoja atamsaidia mwanamke mwenzake, unakata mwisho wa nyele zake kule kidogo, inchi 1 haizidi, kwa sababu nyele ni pambo kwa mwanamke. Kwa hivyo sharia imemwekea mwanamume kunyoa kabisa au kupunguza. Hasa ukisha kumaliza hiyo, utakuwa umemaliza amali ya umra kwa yule mtu ambaye amefanya tamattu. Sasa atavua nguo zake, atavaa nguo zake za kawaida. Hebu turudi nyuma kidogo ndo tuelewe. Kwa hivyo umesema kuna haji ya tamattu. Kuna 3. Kuna ya tamattu. Kwanza mtu anafanya umra kando, kisha anawacha anafanya sasa akimaliza umra atakuwa amerudi katika hili. Kurudi katika hili maana yake atakuwa ni mtu amerudi katika hali ya kawaida yake. Anavaa kanzu, anavaa suruali, anavaa koti, anavaa kofia, anarudi kama hali ya kawaida. Baadaye tena mpaka tarehe 8. Okay, huyo ndio huyu tumemzungumzia. Huyu anaye sasa, huyu tarehe 8 ndio sasa tena atatia nia nyingine. Tarehe 8 atafanya kama alivyofanya huku Kenya. Ataoga, atajitia manukato katika pale pale katika hoteli alipo. Okay. Ataoga, atajitia manukato katika mwili wake, atavaa ihramu yake, atalabbi sasa labbaik Allahumma hajja. Lakini hatarudi kwenye mikati. Harudi katika mikati. Mikati yake ni pale pale ilipo sasa, pale pale Makkah. Ndio yomu thamina. Sasa yule mwenye ifradi na mwenye qiran, wao watafanya tawaf al-qudum. Ifradi ni yule mtu alofanya hija peke yake. Tangu pale kwenye mikati alitia nia labbaik Allahumma hajja. Hana umra. Na yule mwingine alitia nia labbaik Allahumma hajjan wa umra. Amezitanganya haji na umra. Sasa huyu ndiye qiran. Sasa huyu mwenye qirani na mufrid watafanya tawafu al-qudum. Tawafu al-qudum ni tawafu ya kuingia Maka. Atafanya tawafu mara 7 basi. Wao hawa tofauti na mwenye tamattu, kwamba hawa watabaki na ihrami zao, na yale mambo ambayo ni haramu kwa mtu kuyafanya akiwa ametia nia ya hija watabaki yanawafuata hivyo hivyo. Swali, watafanya sa'i, watafanya tawaf, na mtu akitaka kufanya sa'i anaweza kufanya sa'i, atakuwa ametanguliza sa'i yake ya haji. Kwa hivyo huyu ile sa'i ima atafanya ama hatofanya. Yeye atafanya, yeye yake ni tawafu al-qudumi peke yake. Akisha kumaliza tawafu al-qudumi atabaki na ihram zake huyu. Atabaki na ihram zake mpaka amalize hija. Lakini sasa mutamatti, na ndio watu wote takriban wanafanya haji ya tamattu, akisha kumaliza, ameshamaliza kufanya umra, yeye ataingia katika hili. Kuingia katika hili ni nini? Ni kwamba yale mambo ambayo yalikuwa kwake ni haramu kuyafanya, kuvaa nguo za kawaida, kujitia manukato, kuoga kwa sabuni, kujifinika kichwa chake, kuzungumza mambo yenye mafungamano na ndoa, kukutana na ahli yake kimwili, haya yote ambayo ilikuwa amekatazwa yeye ataruhusiwa. Na ile talbia yake iliisha pale alipoona al-Kaaba, talbia imeisha. Sasa talbia yake ataianza tena wakati anapo siyomu thamin, sasa siku ya 8 ya Dhulhijja, atapotia nia ya hija. Sasa ataanza tena kuendelea na talbia yake labbaik Allahumma labbaik. Yani tarehe 8 ndio sasa yeye huyu anarudi
kurudi tena kutia nia nyingine. Wale wawili wa ifradi na qarin, wale hawana nia nyingine kwa sababu wao wanaendeleza na amali yao ya hizi siku. Kama bado anangoja siku ya 8 hapa katikati, huwa anatarajiwa atakuwa akifanya nini yule mutamatti? La, yeye atabaki kwenda msikitini kuswali na kujitahidi kusoma Qur'ani na kuleta istighfar na dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Kama ana uwezo hata kushiriki katika kuwasaidia wale mahujaji katika kutoa sadaka na kugawanya maji kwa watu ambao wanahitaji au chakula, so na so forth. Manake siku huwa ni chache, huwa si siku nyingi. Manake kutoka akimaliza umra pengine mpaka tarehe 8 huwa kuna siku 2, 3 au 4, 5, hazizidi hivyo. Sasa lakini atakuwa amali yake ni kwenda kuhudhuria swala kwa jamaa. Na uzuri ni kwamba ile swala katika Maka, ile misikiti iliyoko karibu na haram yote, ajiri yake ni sawa kama kuswali kwenye haram. Bora mtu ajitahidi aswali swala kwa jamaa, sizikose. Ila akiwa ana dharura, anaweza kufanya jamu akiwa ana dharura, pengine ana dharura, ana mgonjwa na nini, masala mengine. Lakini atakana mtu ajitahidi kuswali swala kwa jamaa na kukithirisha kusoma Qur'ani na dhikrullah subhanahu wa ta'ala na kumsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika zile siku. Manake zile siku 10 zile ni katika zile 10 Dhulhijja, na takbiri ya ile mutlaq, Allahu akbar la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd. Akitembea njiani atakuwa analeta takbiri ambayo hii ni sunna, watu wengi wameghafirika nayo. Yani ni sunna hata watu walioko huku, watu wote Waislamu wote, hizi siku 10 za Dhulhijja pamoja na ayami tashriki zile, takbiri al-mutlaq ambayo haikufungamanishwa na kitu chochote. Mtu akitembea barabarani, yatakikana watu wahisi kwamba hizi siku 10 watu wako katika siku tukufu, siku ambao watu wanatekeleza amali ya hija. Sasa wale walioko kule watakuwa wanajikumbusha wako ndani ya amali ya hija, lakini hawa walioko huku nao watakuwa wanashirikiana na walioko kwenye hija. Na shekhe wetu hajaenda hija, kwa hivyo msimsahau nyinyi mnaotizama kutoka Safeway companies na watu wengine wote ambao watafaidika na nini hii. Mumfanyie mpango na shekhe wetu naye pia mwakani inshallah awe ni mmoja katika watu ambao watakwenda hija inshallah taala. Kwa hivyo hapa tumemaliza amali ya umra. Sasa tutangojea sasa tutaanza amali ya hija, nayo tuone siku ya tarehe 8 ikifika tutafanya nini inshallah taala. So ushamaliza hiyo, umefanya azkar, tarehe 8 ushatuambia mtu ataanza na ile kutiania akiwa amevaa ihram zake kama ni mwanamume. Mwanzo ataoga, atajitia manukato katika mwili wake, kisha atatia, kwa sababu baada hapo hakuna kutia manukato tena. Yeye kwa maana yake atakuwa ashaingia tena katika ihram. Na akiingia katika ihram, huwa zile vitu ile mambo ambayo ni haramu kwake yeye yanaendelea na yeye mpaka, kwa hivyo ni magharibi ya asubuhi ya tarehe 8, asubuhi yake. Kwa asubuhi yake ndo anahirimia. Naam. Alafu hiyo tarehe 8 sasa atafanya vipi? Hayo tutakuja kwenye kipindi cha pili kinachofuatia insha Allah taala. Naam, yale ambayo tumejifunza hapa ni kwamba kwenda hija kunahitaji maandalizi, na maandalizi mengi ni yako wewe mwenyewe kibinafsi. Uwe uko sawa, umejiandaa na uko na uhusiano na Allah subhanahu wa ta'ala kama unaenda kufanya ibada tukufu, na pia uwe una uhusiano mema na watu ambao unawaacha huku kwenda kufanya ibada, waliokosana na wewe, wale ambao unadaiana na wao mambo za haki za watu, uwe ushamalizana nazo kabla hujaenda hija. Kisha tukafunzwa kwamba tukitoka hapa tukielekea, kuna sehemu ambao hatufai kupita kabla hatujafanya ile ihram na nia. Yani mtu awe amevaa nguo zake baada ya kuoga na ametia nia kwamba anaenda kufanya nini kule. Na tukaambiwa hizi nia ziko aina 3. Ima ufanye umra kwanza,
kisha ukimaliza ufanye haji. Na ndio ya watu wengi, ama uamue kufanya haji peke yake ama kushikanishe kabisa umra na haji, usiachanishe. Na baada hapo tukaambiwa matendo ambayo yanafaa kufanywa na huyu ambaye anakwenda katika umra, ambao ni matendo matatu. Ya kwanza atazunguka ile al-Kaaba ambao ndio tawafu. Baada ya hapo atafanya mambo yenye kufuatana nayo kama vile kuswali, na baada ya hapo kunywa maji ya Zamzam. Jambo la pili, ataenda Safa na Marwa, na nidhamu tushaelezwa atasoma nini, akianza wapi, akimalizia wapi. Na ya tatu, atanyoa nywele zake ima yote, ambao ni bora, ama kwa kupunguza kama ni mwanamume, na mwanamke atafanya hivyo kidogo lakini sembali na sehemu hiyo. Baadaye atabaki akifanya adhkar kwa ujumla, kwa sababu ni siku bora za kufanya adhkar na ibada, akiswali jamaa msikitini kama ni bora, ni sahali kwake na hana udhuru wowote. Na baada ya hapo atangoja kuingia ile hija yenyewe ambayo tumejua itaanza siku ya 8, na hiyo ndio ambayo tutaifanya katika sehemu ya pili ya kipindi. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie katika kila jema. Amin.